Bwana Young Africans pia wamefanikiwa kufuzu kunako hatua ya nusu finali kunako michuano ya CRDB Confederation Cup, na mchezo wao ambao walikuwa wakicheza dhidi ya Stand United kutokea kule mkoani Shinyanga uliweza kumalizika kwa Young Africans kuondoka na ushindi mnono ama ushindi mkubwa toka walipoanza kucheza mashindano hayo msimu huu, na ushindi mnono ambao wameondoka nao wa mabao 8-1 umekuwa ni ushindi mkubwa sana kuweza kuona katika hatua hii ya robo finali. Tunakumbuka pia wekundu Msimbazi Simba walicheza dhidi ya Mbeya City, lakini hawakufanikiwa bana kufunga mabao mengi kama ambayo Young Africans waliweza kufunga katika mchezo ambao walikuwa wakiwakaribisha Stand United kutokea kule mkoani Shinyanga, wapiga debe hawa. Na ishu kubwa pia katika mchezo huo ilikuwa ni mchezaji ambaye ni Stefan Aziz Ki, ambaye pia naye anahusishwa kuondoka kunako klabu hiyo katika dirisha kubwa la usajili. Ishu kubwa ni performance ambayo aliweza kuionyesha katika mchezo huo ambapo alifanikiwa kufunga idadi kubwa ya mabao, kwa maana aliweza kufunga hat-trick ya mabao 4. Yeye peke yake aliweza kupachika mabao hayo 4 kunako mchezo huo, na mabao mengine aliweza kufungwa na Kibabage ambaye alifanikiwa kufunga bao moja, lakini Clatous Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka aliweza kufunga mabao 2, huku goli la 8 likiweza kuwekwa kimiani dakika za jioni kabisa na mchezaji huyu ambaye pia ni raia wa pale nchini Zambia. Hapa tunamzungumzia Kennedy Musonda, na kuweza kamilisha karamu ya mabao kunako mchezo huo na kuifanikisha klabu hiyo kuondoka na ushindi mnono wa mabao 8-0. Stefan Aziz Ki man of the match kwenye mchezo huo lakini pia MVP wa msimu uliopita lakini pia kabla hajajiunga na Young Africans pia tunakumbuka alikuwa pia ni MVP kule nchini Ivory Coast. Kwa hiyo unaona ni namna gani basi mchezaji huyu amekuwa na kiwango bora kweli kweli. Lakini pia mchezaji huyu pia tetesi ambazo zipo ni kwamba tayari amekwisha kuanza kuaga wenzake kambini, kwa sababu mchezaji huyu tunafahamu kabisa anahusishwa kujiunga na vilabu tofauti nje ya Tanzania, ikiwemo Wydad Casablanca ambayo ipo chini ya kocha Roland Mokwena, raia wa pale nchini Afrika Kusini, ambaye anahitaji saini ya Stefan Aziz Ki kwa udi na uvumba. Na Stefan Aziz Ki bana yeye tayari amekwisha kuonesha taa ya kijani kuweza kuondoka katika viunga hivyo vya Twiga na Jangwani. Lakini unaweza kusema kwamba hatuna kitu ambacho tunamdai, kwa sababu amekwisha kufanya kila kitu akiwa na Young Africans. Amefanikiwa kumaliza kama mfungaji bora, lakini pia amefanikiwa kuibuka kama MVP, lakini pia aliweza kuifanikisha klabu ya Young Africans kuweza kufika katika hatua ya robo finali kunako michuano ya CAF Champions League. Na tunakumbuka kwenye mchezo wao ambao walicheza dhidi ya Mamelodi katika hatua ya robo finali kule nchini South Africa, Stefan Aziz Ki aliweza kufunga bao maridadi kabisa, lakini alikaweza kukataliwa. Huenda pia angeza kuifanikisha Young Africans kusonga katika hatua ya nusu finali. Tuone basi namna gani basi itakavyokuwa kwa mchezaji huyu Stefan Aziz Ki, na je ni nani ambaye ataenda kuziba pengo la mchezaji huyu, huku wakitajwa wachezaji mbalimbali ikiwemo Faisal Toto Abdalla ambaye hivi sasa yupo kunako klabu ya Wanalambalamba kwa maana ya Azam FC. Tuone ni mchezaji gani ambaye atakuja kuziba pengo la mchezaji huyo kunako klabu ya Young Africans. Lakini pia tuende tukaangalia performance ya timu ya Young Africans kwa ujumla kwenye mchezo huu ambao ni kama vile kabla ya mchezo huo watu waliona kama huenda Stand United ataenda kumsumbua Young Africans kunako mchezo huo, kutokana pia na performance yake ambayo yupo nayo kunako michuano ama kunako ligi ya Championship ambapo yupo
katika nafasi ya 3, lakini mambo yalienda tofauti kwa sababu ukiangalia kipigo ambacho waliweza kukipata Stand United, unaweza kusema ni kipigo cha mbwa koko, ni kipigo unaweza kusema Young Africans walifanya mauaji kwa namna moja ama nyingine. Waliweza kuwabamiza vibaya mno, waliweza kuwapiga vibaya mno. Kwa hiyo pia ilikuwa ni tofauti kama mashabiki na wapenzi wa mpira miguu walivyokuwa wakidhani kwamba Stand United huenda wanaweza wakamsumbua Young Africans, lakini kikubwa walichokifanya ni kwamba waliharibu clean sheet ya Young Africans kwa sababu walifanikiwa kufunga bao moja na mchezo kaweza kuisha kwa idadi ya mabao 8-1. Tuone basi kwamba Young Africans kwamba ni vipi wanaweza kusonga katika hatua inayofuata, kwa maana wapo nusu finali sasa. Tuone namna gani basi wataenda kusonga katika hatua inayofuata. Lakini pia wewe mwenyewe pia unaweza kudondosha comment kwa kutoa maoni yako. Je, ulionaje mchezo huu? Lakini pia upande mwingine kwa Stefan Aziz Ki, je, unafikiri ni nani ambaye anaweza akaja kuziba pengo la Stefan Aziz Ki kunako klabu hiyo ya Young Africans? Ni Faisal au ni nani? Unaweza pia ukadondosha comment yako hapo. Lakini pia usisahau kulike, lakini kama nilivyokuambia, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Maandishi yanaandikwa subscribe upande wa kuume, ukishabonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Mpaka kufikia hapo